majina naitwa Andrew Richard Golole, ni afisa mwandamizi wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Tuko hapa kwenye kijiji cha Mazingira, banda la NEMC. Nitumie fursa hii wakati tunaelekea kukamilisha wiki yetu ya pili ya maonyesho ya Sabasaba, niendelee kuwakumbusha wananchi wale wanaotembelea waweze kufika hapa kwenye kijiji chetu cha Mazingira. Kifika kwenye banda la Sabasaba kuna mambo mengi ya kujifunza. Katika kijiji chetu cha Mazingira tumewakaribisha wadau mbalimbali ambao wanatoa fursa ya kutoa elimu hasa katika namna nzima ya utunzaji na uteketezaji wa taka. Miaka ya nyuma tulikuwa tunafikiria kwamba taka ni kitu kibaya cha kutupwa tu, lakini mkitembelea kwenye banda letu mtaweza kupata maarifa na kuona namna gani taka zinaweza zikarejelezwa zikawa mali na kutoa ajira kwa vijana. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha wananchi wetu wakati tunasherehekea NEMC at 40 tunza mazingira linda taifa, basi wasisite kuja kutembelea kwenye banda letu la Sabasaba. Lakini pia ukija kwenye banda letu la Sabasaba utapata kujifunza. Kama mnavyofahamu, NEMC ni taasisi ya serikali ambayo inasimamia mazingira, na tunaposema mazingira tunamaanisha maji, hewa, udongo na viumbe vinavyoishi humo ndani. Kwa hiyo wajibu wetu sisi kama taasisi ya serikali ni kuhakikisha mazingira yanatumiwa katika misingi ya endelevu, kwa maana hamna anayechafua mazingira. Ukifika kwenye banda letu hapo utajifunza mambo mbalimbali. Utajifunza huduma tunazozitoa za NEMC, ikiwemo namna ya utaratibu mzima wa kupata vibali vya mazingira na vibali vingine. Kwa hiyo tuendelee kuwakaribisha wadau wale wawekezaji wote waweze kutembelea kwenye banda letu, waweze kupata hiyo elimu. Lakini pia niendelee kuwakumbusha wadau wetu kwamba sheria yetu ya mazingira inakutaka kabla hujawekeza mradi wako, uwe wa ujenzi, uwe wa viwanda, miradi mikubwa ya kilimo, ufugaji na miradi mingine, basi upate cheti cha mazingira. Na kwa wale ambao wamepata cheti cha mazingira, basi tunawakumbusha kile cheti kina masharti, basi waendelee kupitia yale masharti. Wakati wanatekeleza huo mradi, wapitie sharti moja baada ya lingine, wakisha wanatekeleza hilo masharti. Lakini tuwakumbushe pia tunavyo viwango vya mazingira ambavyo vinaongoza wakati wa uwekezaji huo. Tunavyo viwango vya hewa. Kama unazalisha hewa emission kutoka kwenye maviwanda makubwa haya, basi uzingatie zile kanuni za viwango za hewa. Lakini pia kama unazalisha maji machafu, kama unatumia maeneo yetu ya ardhi, kumbuka kuna sheria ya viwango ya udongo na kuna sheria ya viwango ya maji ambayo unayachakata. Kwa hiyo tuendelee kuwakumbusha, na NEMC imeendelea kuboresha zaidi katika kaguzi zetu. Sasa hivi tunao maabara inayotembea, ambayo kazi ya maabara hii itakuwa kuhakikisha hivyo viwango nilivyovisema hapo vinaweza kusimamiwa vizuri. Hii ndio ni maabara ya mazingira ya gari inayotembea. Maabara hii inaweza ikapima vipimo vingi tu vilivyoainishwa kwenye sheria zetu za viwango za maji, hewa na udongo. Kwa hiyo kwa wale wananchi wetu wenye shughuli zao mbalimbali, wenye viwanda, wanaofanya shughuli zao, wahakikishe kwamba wanapofanya shughuli zao basi viwango vya mazingira vizingatiwa. Otherwise unaweza tukatembea na hii gari, tunakagua, tunapima, tukiona viwango vyako viko nje, basi tunaweza kuchukulia hatua. Napenda kuwakaribisha katika maadhimisho ya siku ya mazingira yanayofanyika ndani ya maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam. Katika maadhimisho haya, NEMC imeendelea kutekeleza jukumu lake la kutoa elimu na uhifadhi na usimamizi wa mazingira kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kupitia kijiji chetu cha Mazingira. Katika kijiji cha Mazingira, NEMC imeendelea kusisitiza umuhimu wa kufanya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii kabla ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Elimu hii inalenga kuhakikisha kuwa shughuli za uwekezaji na maendeleo zinafanyika katika kuzingatia ulinzi wa mazingira, maslahi ya jamii na misingi ya maendeleo endelevu.
Vile vile elimu imetolewa kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka kutoka kwenye chanzo, ambapo jamii imehamasishwa kuona taka si uchafu pekee bali na rasilimali inayoweza kutumika tena kupitia urejelezaji na ubunifu. Dhana hii inaendana na kauli mbiu ya mwaka huu inayotambua mazingira kama fursa ya ajira, biashara na uchumi. Kwetu NEMC tunasema kwamba taka ni fursa. Aidha, NEMC imeendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu na kudhibiti uchafu wa mazingira unaosababishwa na kelele ili kuhakikisha shughuli za jamii, kiuchumi na maendeleo zinafanyika bila kuathiri afya na ustawi wa wananchi. Washiriki pia wameelimishwa kuhusu umuhimu wa kufanya kaguzi za mazingira katika kuhakikisha miradi na shughuli zinaendelea kuzingatia matakwa ya sheria na viwango vya mazingira nchini. Katika kuhakikisha usimamizi wa mazingira unafanywa kwa weledi, NEMC pia imeendelea kutoa uelewa kuhusu taratibu za usajili wa wataalamu elekezi wa mazingira ambao wana mchango mkubwa katika kusaidia utekelezaji na tathmini za athari kwa mazingira na jamii, pamoja na shughuli nyingine za kitaalamu zinazohusiana na mazingira. Mnachokifanya ni kikubwa. Mmetoka kuwa na banda kule ndani, sasa mna kijiji. Kijiji hiki ni kijiji kikubwa kuliko vijiji vyote nilivyovitembelea hapa. Hongereni sana sana. Siwapigii debe kwa sababu ni ndugu zangu, lakini kazi inaonekana. Leo ningependa tuiangalie Tanzania kwa mtazamo mpya. Sio nchi tu kama yenye utajiri mkubwa wa rasilimali, bali kama kitovu cha uwekezaji wa kijani, biashara endelevu na maendeleo ya viwanda yanayozingatia matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira. Lakini nyewe mnajua kwamba hii ni nchi pekee ya duniani kwa kuwa na mchanganyiko wa kipekee wa utajiri wa mazingira, maliasili na nafasi ya kimkakati ya kijiografia katika dunia nzima. Ni nchi ambayo imekubali kutenga takriban hekta milioni 48.1 kama sehemu ya misitu, na niseme hii ni 38% ya nchi nzima. Na kusema kweli, duniani ukiangalia nchi zote, Tanzania ndio nchi ya kwanza kwa kuwa na asilimia kubwa kwa ulinganisho na eneo la nchi lililohifadhiwa. Hakuna nchi nyingine duniani imefanya hili. Hili ni jambo kubwa ambalo Tanzania kama nchi tunajivunia, na hasa viongozi wetu wanavyozidi kulisimamia. Lakini niseme tunao utajiri wa kipekee. Hii ni nchi pekee ambayo ina maziwa ambayo yana mchango mkubwa si kwa nchi tu na dunia nzima. Ziwa Tanganyika lina 17% ya maji yote duniani, na ni ziwa lenye urefu wa kilomita 668. Hakuna ziwa lenye urefu wa aina hii duniani, na ni la pili kwa kina kwenda mita 1447 kwenda chini. Hakuna nyingine duniani. Hizi ni rasilimali za mazingira tulizo nazo. Hii ni nchi pekee ambayo Taura Mashariki ni kati ya maeneo 34 duniani yenye bioanuwai ambazo tunaita hotspots dunia nzima. Hakuna maeneo pengine duniani.